Habari yako mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Pepele News. Karibu sana kwenye kipindi cha habari cha asubuhi ya siku ya leo, tukiwa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunayo furaha sana kukusogezea habari hizi tukiwa ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia tunakuletea habari hizo kutoka mashariki. Tutakuletea habari kutoka pande mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukizungumzia hali ya usalama, tukizungumzia hali ya kiafya, tukizungumzia pia hali ya kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tunafurahia sana kuwa pamoja nawe na tunafurahia kabisa kuweza kuchagua media yetu kuwa media yako ya kukuletea habari. Hivyo ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika kwenye video yetu hii, tafadhali usiondoke bila kuonyesha muungano wako pamoja nasi kwa kuweza kusubscribe, kushare pamoja na kukomenti ili utujulishe unatufuata ukiwa sehemu gani. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele, niko na furaha mingi sana kukuletea habari hizi. Acha basi tuanze na habari yetu ya kwanza. Tuelekee basi ndani ya Mombasa ambako wasiwasi imeweza kuongezeka baada ya mauaji na utekaji unaodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri, ambako matukio ya mauaji, utekaji wa raia na kuhama kwa wananchi yanaendelea kuripotiwa siku baada ya siku. Wakaaji wa maeneo mengi wanaishi katika hofu kubwa kutokana na mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa jamii na mashirika ya kiraia, siku ya Alhamisi tarehe 6 Agosti, miili kadhaa ya raia iligunduliwa katika maeneo ya Bandibyondo. Inaelezwa kuwa watu hao waliuawa wakati wa mashambulizi yaliyotokea kati ya tarehe 30 na 31 Julai katika eneo hiyo. Miili hiyo ilionekana baada ya baadhi ya wakaaji waliokuwa wakikimbia mapigano kuanza kurejea kwenye vijiji vyao. Walipofika walikuta athari za mashambulizi hayo zikiwemo miili ya watu waliouawa. Hata hivyo, hadi sasa idadi kamili ya waliofariki bado haijaweza kuthibitishwa rasmi na mamlaka husika. Wakati huo, taarifa nyingine zinaeleza kuwa karibu na kituo cha biashara cha Teruri, watu wasiopungua 4 walitekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa ADF. Miongoni mwa waliotekwa wanadaiwa kuwemo watoto. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu waliopelekwa au hali yao kwa sasa. Kutokana na matukio hayo, familia nyingi zimeamua kuyaacha makazi yao na kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, hasa katika mji mkuu wa wilaya ya Mombasa. Wengine wameondoka usiku huku wakihofia mashambulizi mapya. Mashirika ya kiraia yanasema kuwa hofu imekuwa kubwa kiasi kwamba hata uvumi wa kuwepo kwa wapiganaji wa ADF unatosha kuwafanya wananchi waweze kukimbia haraka. Hali hiyo imeongeza mateso kwa maelfu ya familia ambao tayari zimekuwa zikiathiriwa na vita vya ukosefu wa usalama kwa miaka kadhaa. Wakati huo huo, siku moja kabla ya kugunduliwa kwa miili hiyo huko Bandibyondo, miili ya raia 10 ilipatikana ndani ya kanisa la kijiji cha Mungu Iko. Kwa mujibu wa taarifa za wenyeji, watu hao waliuawa katika shambulio lingine lililofanyizwa na wa ADF. Tukio hilo lilizua huzuni kubwa na kuongeza hofu miongoni mwa wakaaji wa Mombasa. Viongozi wa jamii wanaeleza kuwa kuendelea kwa mashambulizi hayo, mauaji na utekaji kunazidisha kuhofisha maisha ya wananchi. Wakulima wengi hawawezi tena kuenda mashambani, wafanyabiashara wanaogopa kusafiri, huku watoto wakikosa fursa ya kuenda shuleni kutokana na hali ya usalama. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa serikali pamoja na vikosi vya usalama kueneza ulinzi katika maeneo yaliyo hatarini. Wanasema
kuwa kuimarishwa kwa doria za kijeshi na uwepo wa askari katika vijiji vilivyokabiliwa na mashambulizi kunaweza kusaidia kuzuia uvamizi wa makundi yenye silaha na kurejesha amani ya wananchi, na hivyo imani yao inaweza kuzidi kuwa nguvu kuelekea vyombo hivyo vya usalama. Pia wameomba mamlaka kuharakisha juhudi za kuwatafuta watu waliotekwa nyara ili waweze kuwaokoa wakiwa hai. Familia za waliopotea zinaendelea kuishi katika majonzi na kutokuwa na uhakika kuhusu hatima ya ndugu zao. Kwa sasa wakaazi wa Mombasa wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu, huku wengi wakisubiri hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka ili kurejesha amani na usalama. Wakaaji wengi wanaamini kuwa bila kuimarishwa kwa ulinzi na operesheni dhidi ya makundi yenye silaha, mashambulizi yanaweza kuendelea na kuongeza mateso kwa raia wasio na hatia. Hali hii inaonyesha kuwa changamoto ya usalama katika wilaya ya Mombasa bado ni kubwa na inahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa serikali, vikosi vya usalama na wananchi ili kulinda maisha ya raia na kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa. Hizo ni habari kutoka Mombasa. Hali ya kuhuzunisha, hali ya kutia hofu inaendelea kutokea katika maeneo hayo, na ni wananchi wasiokuwa na hatia ndio wanazidi kulipa deni ambazo hawakuweza kuzikula. Mamia ya familia zimebaki bila makazi katika kijiji cha uvuvi cha Vichumbi kilichopo kwenye mwambao wa kusini magharibi mwa ziwa la Edward ndani ya hifadhi ya Virunga wilayani Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini, baada ya kimbunga kikali kupiga eneo hilo na kuharibu nyumba nyingi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, kimbunga hicho kilitokea jioni ya Jumamosi tarehe 1 Agosti na kiligonga mapaa ya nyumba nyingi, huku baadhi ya majengo yakiharibiwa vibaya. Tangu kutokea kwa janga hilo, mamia ya wananchi wamejikuta hawana sehemu salama za kuishi. Inakadiriwa kuwa zaidi ya nyumba 300 zimeathiriwa na upepo huo mkali. Familia nyingi zimepoteza makazi yao na sasa zinalazimika kulala nje bila kukinga dhidi ya mvua, upepo au baridi. Wananchi wa Vichumbi wanasema janga hilo limewakuta wakati ambao tayari walikuwa wanapitia hali ngumu ya kiuchumi. Kijiji hicho kinategemea kwa ukawaida kiwango kikubwa cha shughuli za uvuvi kama chanzo kikuu cha mapato, lakini kwa sasa uzalishaji wa samaki umepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa wavuvi wa eneo hilo, kupungua kwa samaki katika ziwa Edward kunaathiri mapato ya familia nyingi. Wanasema hali hiyo inachangia na kupungua kwa rasilimali za samaki pamoja na kuendelea kwa vitendo vya uvuvi haramu vinavyoharibu mazalia na kupunguza idadi ya samaki katika ziwa hilo. Kutokana na changamoto hizo, wananchi wengi wanasema hawawezi tena kupata fedha za kutosha kujenga upya nyumba zao zilizoharibiwa na kimbunga hicho. Wengi wao wanahangaika kutafuta chakula na mahitaji mengine ya msingi, jambo linalofanya ujenzi wa nyumba kuwa ngumu zaidi. Mmoja wa wakaaji wa Vichumbi, Kambale Muhindo, anasema janga hilo liliweza kuwashtukiza wananchi wengi kwa sababu halikutarajiwa. Ameeleza kuwa familia nyingi zililala ndani ya nyumba zao usiku, lakini zilipoamka zilikuwa mapaa ambayo imeweza kuondolewa na upepo mkali. Amesema kwa sasa shughuli za uvuvi hazisalishi mapato kama zamani kutokana na kupunguka kwa samaki katika eneo au ziwa la Edward, kwa sababu karibu familia zote zinategemea uvuvi kwa maisha yao ya kila siku. Wengi wao hawana uwezo wa kununua vifaa vya kujenga upya nyumba zao. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zimeanza kulala nje bila makazi ya kudumu. Wananchi hao wanaomba msaada wa haraka kutoka kwa watu wenye mapenzi mema, viongozi wa serikali na shirika za kibinadamu ili waweze kupata fedha
fedha ya muda na vifaa vya kujenga upya nyumba zao. Vichumbi ni mojawapo ya vijiji vikubwa vya uvuvi katika ziwa la Edward. Maisha ya wakaaji wake yanategemea karibu kabisa uvuvi wa jadi, lakini wakati miaka ya hivi karibuni shughuli hiyo imeendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali, zikiwemo kupungua kwa samaki pamoja na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na majanga ya asili. Wakaaji wamesema mchanganyiko wa matatizo hayo yameongeza umaskini na kufanya maisha kuwa magumu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Wanasisitiza kuwa bila msaada wa haraka, familia nyingi zinaweza kuendelea kuwa maskini katika mazingira hatari kwa muda mrefu. Kwa sasa, waathirika wanatoa wito kwa mamlaka za serikali pamoja na mashirika ya misaada kuingilia kati harakati hilo kwa haraka. Wanahitaji makazi ya dharura, mabati na vifaa vya ujenzi pamoja na msaada wa binadamu kwa familia ambazo zimewapoteza kila kitu kutokana na kimbunga hicho. Wananchi pia wanaeleza matumaini yao kwa juhudi za pamoja kutoka serikalini, mashirika ya misaada na watu wenye uwezo zinaweza kusaidia kurejesha maisha ya kawaida katika kijiji hicho cha uvuvi ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kikichangia uchumi wa eneo kupitia shughuli za uvuvi. Hadi sasa familia nyingi zinaendelea kusubiri msaada huku zikikabiliwa na changamoto za kukosa makazi salama. Wito wao ni kuona hatua za haraka zinachukuliwa ili kuwanusuru waathiriwa na kuwapa fursa ya kuanza tena maisha yao baada ya janga hilo kuweza kupiga nyumba zao. Hiyo ndio taarifa kuu ya mamia ya familia zilizoathiriwa na kimbunga katika kijiji cha Vichumbi wilayani Rutshuru, ambapo zaidi ya nyumba 300 zimeweza kuharibiwa na kuwaacha wakaaji wengi bila makazi, huku wakisubiri msaada wa dharura kutoka kwa mashirika na serikali ya kibinadamu. Asante sana kuwa pamoja nasi, na hapo tunahitimisha habari yetu.